katika mazungumzo ambayo baba alisema hivi majuzi kuhusu vile kwamba kama chama cha ODM huenda tutaweza kusimamisha mgombeaji wa rais 2027, ambayo maoni yetu kama chama cha ODM katika West Pokot ni kwamba tunaenda sambamba na mzee ya kwamba kama chama mwingine katika Kenya tuko na ile chaguo ya kuamua kwamba tusimamishe msimamizi wa kiongozi wa chama cha ODM, kwa sababu ukiona saizi mwenendo yetu kama chama cha ODM tunajiandaa kwa minajili ya kuingia uchaguzi ya 2027, na makubaliano ya mzee na mheshimiwa rais ilikuwa kwamba tusimamishe nchi yetu ipate kusimama mpaka tufikie 2027, na 2027 tutatoa uamuzi sisi kama ODM, na tuko na sababu yoyote ya kusimamisha yule tuingie katika kinyang'anyiro na watu wengine na vyama vingine kama vile wengine wanajiandaa. So mzee hakukosea, alikuwa anajua ni nini anasema, ya kwamba kwa sababu hiyo ndio maoni ya wana ODM katika grassroots. Wachana wenye wanapika kelele kule juu, lakini sisi kama chama cha ODM katika grassroots ni kwamba tunataka kuwa na candidate 2027. Tusindane na Ruto, tusindane na wengine. Hatuna sababu yoyote, kwa sababu ukiona saizi tuliona kwamba baada ya mzee kuongea hivyo kulikuwa na ile maono tofauti zaidi kutoka wenzetu kutoka UDA ambao tumeenda kuwasaidia wapate kuongoza, na tukaona ni kwamba ni kama wako na uchungu fulani kidogo ya kwamba kwa nini mzee alisema hivyo. Kwani tuko na sababu yoyote? Tulikuwa na agreement yoyote ya kuambia kwamba 2027 tutawasupport Ruto? No, tulikubaliana na mzee alikubaliana naye akasema kwa sababu nchi ilikuwa karibu iende katika njia zile zingine ambayo ni majirani ilikuwa imeenda, mzee akaamua ni mzuri tusimamishe nchi yetu. But ikifika wakati wa mosi wa chama, ni sisi ODM, wanachama cha ODM tunaamua. Na ndi sababu ni hivi, saisi wanasherekea kwamba ODM imekuja kuwasaidia, wakapata serikali ikakuwa na uthabiti, na sasa serikali sasa iko uthabiti. Na ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu mzee aliingilia ndani, akalete watu wake ambao wataalamu kutoka chama chake na kusaidia mheshimiwa Ruto, ambao angefurahi ngasema asante mheshimiwa Raila kwa sababu ulitusaidia wakati Chensi alikuwa karibu watuondoe. Lakini sio eti kwamba angestumu kama vile mheshimiwa Zudi. Unashangaa yale anatamka. Anakumbuka hivi majuzi tu 2024 serikali hii karibu ondolewe kwa sababu, lakini Uhuru Raila aliona ni mzuri tusimamishe serikali hii ili tupate kuendelea mpaka 2027 wakati wa uchaguzi, kwa sababu tukipenda ilikuwa maoni yetu kwamba tuondoe mtu kupitia kura, sio tukupitia njia zingine zozote, ambayo hiyo ndio lengo la mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mpaka leo hii hata sisi usimamo wetu ni moja, lazima tutasimamisha kiongozi ambaye atasimama kama katika kiti cha urais, kwa sababu nani hataki uongozi? Kwa sababu hata wenzetu ukiona kwa mfano ndugu yangu hoja Isa hivi unaona wenzetu za hizi wanatembea kote katika Kenya hii kwa program inaitwa empowerment. Hivi majuzi wiki jana walikuwa hapa West Pokot wakisema sisi tunafanya empowerment. Hawana heshima, hawatambui hata wana ODM katika kaunti. Wanatambua tu Raila kule Nairobi na wajumbe kule Nairobi, lakini hawatambui ODM katika nyanja ya saa chini. So hata sisi hatuna nyinyi, kama sisi hamtambui sisi, hata sisi hatuwatambui. Na hiyo ndio sababu tunataka nini? Tunataka kusimamisha kiongozi wetu ndio tupate kuingia katika serikali. Kwani nani hataki kuingia serikali? Bwana, kauli inachukuliwa kwamba iwapo chama cha ODM kitamsimamisha mgombea
hii ni kama mbinu moja ya kutaka kusambaratisha uongozi wa Rais William Ruto? Sisi hatuna makubaliano yoyote na Mheshimiwa Rais. Makubaliano ilikuwa kwamba tusimamishe mpaka 27. 2027 kila mtu na yake. Na kila mtu abebe msamaha wake. Sisi hatukuwa hatuna uhusiano yoyote na Mheshimiwa Rais Ruto kwa sababu ilikuwa kumsaidia na amesaidika. Yake ilikuwa aseme asante kwa sababu mmetusaidia sisi kama ODM. Kwa sababu kama ODM kwa jumla ni watu wachache ndio wamenufaika. Kwa hiyo usaidizi kidogo ambayo Mheshimiwa Raila amemsaidia ni watu wachache ndio wamenufaika. Na hata sisi wote tunataka kuingia serikali. Bwana Kalonzo ametangaza, baada ya masuala haya Kalonzo ametangaza nia yake ya kuwania urais. Je, unahisi basi ni sawa Raila Odinga arudishe mkono? Kalonzo amekuwa naye tangu mwaka 2013. Sisi kwa sababu saa hizi katika Kenya, katika siasa ya Kenya, ushirikiano ndio ya kitu ya maana sana. Na hatuwezi kujua saa hizi kwa mpaka wakati wana ODM wataamua ni nani tutashirikiana na wao. Hata tukisema tushirikiane na Ruto, lazima tushirikiane tukiwa na the level yetu iwe sawa. Isije akakuwa kwamba yeye ndio kubwa kuliko watu wengine. No. Sisi tunataka yule ushirikiano yetu tuwe na mtu ambaye tukikaa chini kama ni kugawa serikali tukaa katikati. Si ati kwamba sehemu moja. Kwa sasa hizi ukiona saa hizi siasa Kenya wanasema tumesaidia jamii katika kaunti hii ya West Pokot kwa mfano. Hatujawahi kuona miradi yoyote tangu 2022. Hakuna miradi yoyote ambayo tumeiona. Miradi ambayo ilikuwa wakati ya Uhuru ndio tuliona mabarabara, tukaona mambo mengine, lakini mpaka leo hii. So ikifika wakati 2027 tutakaa chini kama ODM tuseme ni faida gani Mheshimiwa Ruto ametupatia sisi kama Wapokot. Kwa sababu kila jamii atakaa chini na tafakari aone ni nini kimetusaidia. Kwa sababu saa hizi ukiona serikali kuu tuko na PS moja. The entire government sisi tuko na PS moja. Mheshimiwa Ruto hatuna mwingine. Na ikiwa sisi watu ambao tunastahili kunufaika kama jamii zingine. Ukiona wenzetu kutoka Turkana wako na appointment watu 9. Ili hali ukiona kwa ukweli ni kwamba Waturkana walipeana kura chache kuliko Wapokot. Lakini ukiona saizi manufaa ya kupeana kwa faida, sisi hatuna chochote. Lakini hatujafika kiwango hicho. Tutafika wakati wa 2027. Tutakaa chini. Tutajiuliza maswali. Hata wenzetu wenye wako ndani ya UDS hizi. Tutawauliza maswali. Hata sisi ambao tuko ODM kwa sababu sayari tuko tumeingia ndani. Tutauliza wenzetu. Tumeuliza mzee tayari ya kwamba sisi kama jamii ya Pokot kwa mfano ni nini ambaye hii serikali imetufaidi sisi. Tunaona barabara ikijenga kule Nyanza, Western wengine na sehemu zingine, lakini sisi hatujaona chochote. Kwani sio sisi washiriki kama washiriki wengine wa Kenya? Napenda sana unavyoiweka. Na juzi swala hilo liliibuliwa haswa baada ya viongozi wa Turkana kumtembelea rais pale Ikuluni na wakapewa miradi mingi sana. Na baadhi ya masuala ambayo yaliibuliwa ni kwamba jamii ya Pokot hamzungumzi kwa lugha moja. Yaani hamuongei kwa pamoja kama viongozi. Viongozi kila mrengo huko kivyake. Mara sijui kuna message, kuna 5G, kuna wengine wako upande wa Rigathi Gachagua, mambo kama yale. Unahisi hilo ndilo linafanya pia mpaka katika serikali kuu tunatengwa kama county, ama ni serikali imeamua kutenga eneo la Pokot Magharibi kwa hiari tu? Sisi kwa upande kwa mtazamo wetu ni kwamba tumetengwa. Hatutaki kusema kitu kingine kwa sababu kupitana viongozi wa Pokot ikiwa kwa mambo ya network, kwa mambo ya messages, lakini wote wako chini ya Mheshimiwa Rais Ruto. Ni nini imemzuia asimsaidie Mpokot ya kawaida hata kama kupitia group A
au kurubi, kwa sababu wote wanaimba nyimbo moja, nyimbo ya kutukuza nani? Mheshimiwa Ruto. Lakini kwani nini ndio mmemkataza yeye? Kwa sababu hakuna uhuru kama rais ya kukuja katika West Pokot na akae chini na viongozi wa Pokot. Kwa nini anaweza kukaa chini na viongozi wa Turkana? Anaweza kukaa chini na viongozi wa Masai, anaweza kukaa chini na viongozi wa Samburu, anaweza kukaa chini na viongozi wa Kikuyu. Mbona hana wakati ya kuweza kuitisha mikutano na viongozi wa Pokot ya kusemezana pamoja na wao, ili pia kama ni ukweli ni kwamba angependa kusaidia Mpokot kama vile anasaidia watu wengine, kwa nini asiitishe mikutano ya viongozi hawa, ndio tupate pia kumweleza yeye kinaganaga ni njia gani anaweza kusaidia Mpokot. So sisi tunasema kwamba tunataka kuongoja siku ya 2027 tutamuuliza maswali, kwa sababu sasa atarudi kutuuliza maswali, atakuuliza kura. Tutamuuliza wakati ulikuwa viongozi mwaka 5 ni nini ulisaidia Mpokot, nini ilikuwa faida ya Mpokot. Pengine kitu ambayo tunaweza kusema ni imekuwa nafuu ni mambo ya security, kwa sababu imemsaidia, imelete being stability kwa katika North region. At least kuna kitu ambayo tunaweza kujifunia sasa kwamba huyu amesaidia kuleta mambo ya security, stabilize security kidogo, ingawa bado tuko na shida. Lakini mambo mengine kama barabara, kama nini, hivi majuzi PSC education alikuja hapo Ortum, ndio uone majabu yalifanyika. Aliahidi Ortum, alikuja kama guest, lakini akaahidi pesa. Alipotoka hapa akaenda bali pengine, akaenda kutoa pesa kiasi fulani. PSC yupi huyo? The PSC education. Mgani? Huyu Bitok. Yeah. Ama yes, Bitok. So hiyo ni kumaanisha nini? Hapa aliacha kama ameahidi, kama ameahidi, lakini kwingine akatoa pesa. Hiyo ni kusema nini? Wacha ndugu yangu, mambo hii kidogo ambayo inatukera sisi, na bado hatujaongea. Tutaongea wakati ikifika. Katika kaunti gani ambako alitoa pesa? Alienda sijui ni kaunti gani. Kuna kaunti ambaye hatukutaka kujua nini, lakini alienda kutoa pesa. Lakini akitoka hapa alitoka kama ameahidi. Akiahidi kwamba tuta ahadi ililetwa au bado haijaletwa mpaka leo? Mpaka sasa hivi tunaongoja. So haya yote ni mambo ambaye ni ishara ya kuonyesha kwamba jamaa hawana haja na sisi. Okay. Maybe iwapo chama cha ODM basi kitaamua kusimamisha mgombea, wengine wanasema siku ya Raila Amolo Odinga, pengine tumjaribu kijana Edwin Sifuna. Unaonaje? Sifuna ni kijana ya Raila. Na kama vile Sifuna unapoona ni kwa sababu za ualimu kutoka, alipata ualimu kutoka Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na nina hakika kwamba hakuna wakati, ikiwa kitafika wakati uamuzi wetu utatoka, lakini hatujafika kiwango hicho. Sababu ni nini kinamzuia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kusimama? Kwa sababu Sifuna pia lazima atafute uungaji kutoka sehemu zote ya Kenya. Ingawa mpaka saa hizi ni sauti yetu, yeye ndio msemaji wa chama cha ODM. Lakini kwa mambo ya uongozi tutakaa chini kama chama ikiwa itafika wakati huo, lakini bado tunataka kusikia kutoka mzee atasema nini. Okay. So kama vile ulisema mambo ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka alikuwa rafiki yetu for the 3 terms, 2013, 2017, 2020, 2022. Alikuwa rafiki yetu ya chama cha ODM. Na alikuwa kinara yetu wa pili kwa chama cha ODM. So sio sisi atuone kama ni kibaya kusema yeye aseme mimi pia wana ODM. I scratch your back, you scratch mine. Sio siasa. Na itategemea ni nani ataweka our interest, mahitaji yetu ataweka mbele yake. Tutakaa chini na yule mtu ataweka interest yetu mbele. Sio eti kwamba umechukua kutoka jamii hii, jamii kidogo, unachukua kutoka jamii moja watu wachache atawasema ati ODM. No. It cannot be like that. Okay. It has to be an all-inclusive government. Mahali tu sisi wote tutasikia kama ni serikali yetu.
Sio kama vile saizi ukiona wenzetu kutoka Nyanza ndio unaona wanapika kelele kwa sababu hao wanafaika kuliko sisi. Kwani sio ODM? Sisi wote ni ODM. Na tunahitaji kupata manufaa kama vile wamepata manufaa. Kama ni barabara, kama ni maendeleo mbalimbali, lazima sisi tusikie kwamba tuko katika chama cha ODM. Na chama kama chochote ODM inapata faida yake, hata sisi pande huo lazima tujisikie kwamba tuko nayo. Mheshimiwa Rigathi amesema kwamba Raila Amolo Odinga ana mirengo miwili pale katika ODM. Kuna mrengo unaoisifu serikali, mrengo wa kuimba nyimbo za kusifu serikali, na kuna mrengo mwingine ambao ni wake tu lakini unajitokeza kana kwamba unapiga serikali. Hii yote ni kumsaidia kuweza kubagain. Unakubaliana na hilo? Na je, kuna mirengo miwili ama bado ODM imesimama kidete, haijagawanyika? Mambo haya huenda kweli ni ukweli kwamba kuna watu vikundi viwili. Kuna kikundi moja ambao wanapiga kelele kwamba lazima tufanye kazi na Mheshimiwa Ruto kwa sababu wananufaika hao wenyewe. Sio ODM wananufaika kwa jumla. Lakini kuna kikundi kingine wanasema wakati tunapozungumza mambo ya kukaa chini na Ruto lazima tukae zaidi ya yale mmefanya. Ikiwa tunataka kusaidia Ruto lazima akuje chini, tukae chini, na wakati tunapokaa serikali tukae sawa, serikali sawa, kwa sababu bila sisi hata Ruto angekuwepo, angeweza kuongoza mpaka wakati huu. Na sisi tuko na umuhimu yetu kama ODM, tuko na wingi ya kura. Na sasa tunasema hivi kundi viwili, ili mazungumzo ambayo inaendelea ni kwamba lazima tuzungumze. Unaona vile Mheshimiwa Raila alisema juzi ni kwamba hatuwezi kusema kwamba ati hiki kundi kingine ni mbaya, hii nyingine ni mbaya, hiki ni kizuri. No. Ni kwa sababu yani ni mazungumzo ambayo inalete kuelewana. Because mwisho ya mambo hii yote lazima tutaelewana kama chama cha ODM na tutapata mwelekeo. Tutaenda kusherehekea mwaka 20 tangu ODM ianzishwe. Tarehe 10, 11, 12 tutakuwa kule Mombasa. Na kati ya vitu ambavyo vingine huenda itaongelewa ni kwamba baada ya hapa tutakaa namna gani? Kwa sababu ukiona kila chama saizi, kila chama anaweka mipango zake tayari kwa ajili ya kuingia katika kinyang'anyiro mambo ya siasa 2027. Na hata sisi katika sasa chama ya ODM saizi tunataka kumaliza mambo ya by elections ambaye chama chetu amepeana certificate hii majuzi. So baada ya hiyo tukimaliza sherehe ya kule, tutakaa sasa ile kipindi ya kukaa chini na kufikiria. So hivi vikundi vyote viwili zitaleta pamoja na lazima tuongea. Hakuna kikundi ambaye kuna uwezo kuliko mwingine. Sisi tunasema hakuna kikundi ambaye kuna uwezo kuliko kikundi. Lazima wakubaliane na lazima tukubaliane kwa sababu kila kitu ni kura. Na hatutapenda kujenga chama kwa mwaka 20 alafu mwisho tunaharibu kwa sababu ya watu wachache. No, tunasema lazima tutaongea na ile kikundi itakuwa na watu wengi, hiyo ndio kikundi tutaenda nayo. Na ikiwa tutaenda nayo, tupate a partner ambaye tunaweza kukaa chini na aseme, tukikaa chini tunakaa kama equal partners. Sio wengine unafanya appointment ambaye hatuko ndani. Sio ati kwamba unafanya appointment kama ni ambassadors, kama ni nini, tunataka kuingia kule bana. Okay. Hii serikali ni yetu, kama ni kupambana nayo tunataka tuingie. Na kama hauko tayari, sisi pia hatutakuwa na tayari, hatuko tayari. Okay. Tumepata maendeleo ati all the regions ya ODM imepata maendeleo. No. Hayo ndio mazungumzo. Tutakuwa na mazungumzo ambayo tutaelewana. Okay. Na tuambia wenzetu yes, enough is enough. Kwa sababu tunaona hata leo hii katika ile morning show Mr. MP ya Uriri alikuwa anasema sisi tunataka kusaidia Ruto. Hiyo ni maoni yake. Sisi tunasema tunasaidia Ruto kwa sababu gani? Ikiwa sina sababu mimi yoyote ya kumsaidia Ruto, kwa nini nisaidie? Sio kwa sababu ati party leader yangu ameniambia tupate, lazima nione faida ya Pokot. Kama kumsaidia yeye, imemsaidia Pokot kivipi? Kwa sababu hiyo ndio vile nitakuwa nasimama. Msimamo yangu ni kwamba ikiwa tunataka kupata Ruto,
tunafuata kwa sababu gani? Iko na sababu yoyote? Okay. Na iko sababu, na tutamsaidie. Akikuja mbele aseme jamini, hii serikali tutafunja yote na tukubaliane tuanzishe serikali ambayo kila mmoja wetu atakisikia kwamba tuko serikali. Sawa, tutakaa pamoja. Na ikiwa Kalonzo atakuja na aseme nyinyi kama partners wetu tumekuwa katika pamoja kwa hii mwaka yote, tukae chini tuone ni njia gani tunaweza kutafuta kiongozi mmoja na tutafute serikali ambayo ni yetu, kwa sababu sisi ni serikali ya mtu ya chini. Wachana ile bottom up ya udanganyifu, ile bottom up ukweli ya social democracy, ya kulete wale wako chini kuja kuja. Ndio sababu tulilete devolution. Okay. Tulilete devolution kwa sababu tulikuwa tunataka kuinua mtu ya chini. Ingawa mambo ya corruption imetokea, lakini hata those are teething problems. Wakati tunapoanza kitu lazima kuwa na shida, lakini lengo ni makubwa. Okay. Mtazamo wake wa mheshimiwa the former president ni kwamba hajawahi kuona maendeleo, lakini kwa usema kweli kwamba katika kuna mali tunaweza kusema okay, Ruto amefanya yake na amejaribu kwa uwezo wake, ingawa kuna udanganyifu mingi. Let's say the truth, kuna udanganyifu mingi. Unaona, ukija lazima tuwe na kitu ambayo inaonyesha, inaleta ishara ya kwamba kuna maendeleo inaendelea. Kujenga manyumba ni baadhi ya vitu ambaye inaleta maendeleo, lakini ukiona kwa ukweli ni kwamba manyumba haya inajengwa on a public land, na katika sheria ya Kenya public land inalindwa. Na baada ya haya yote huenda italeta shida kesho. Tukifika wakati wa mwisho itakuwa shida, kwa sababu there was no due process ya kuhakikisha kwamba there is a transfer of land from public to private, ndio tuusie watu binafsi. So mambo ya SHA to some extent yes, kwa sababu mimi ni mwana kamati wa hospitali ya Kapenguria. At least kuna tofauti katika mambo ya SHA. Kuna mali tunaweza kusema imefanya, kuna sehemu nyingine haijafanya. So kuna ishara ya kwamba kuna mali at least kuna malengo mazuri ambayo inaendelea. Ingawa sasa wakati walisema pesa inaibiwa. Unajua mambo ya wizi ya pesa za hizi imekuwa sasa kama kitu ya kawaida. Katika mtazamo ya Ruto Uhuru ni kwamba huenda pengine hakuna kitu ile sana, na ni pengine sehemu moja mbili tatu ndio tunaanza kusema ni maendeleo. Na ni kwa sababu unajua hatuwezi kujua, ndugu yangu bwana Esa, hatuwezi kusema ukweli ni kunaweza kupima kile kipimo ya kwamba mheshimiwa Ruto amefanya kiwango hii. 2027 tutaweza kukaa chini na kuevaluate vizuri, lakini mpaka leo hii katika kaunti yangu ya West Pokot kwa mfano hatujaona kitu chochote ambaye kimefanyika, tangible things hatujaona tangu rais aingie mamlakani. Rais aingie uongozi, hakuna kitu muhimu ambaye tunaweza kujifunia kama Wapokot. Mheshimiwa Ruto akiondoka leo hii kwamba kuna kitu amewacha nyuma ya kuweza kumkumbuka na kusema Ruto alipokuwa uongozi amelete hii, hakuna. So ikiwa hiyo ndio mtazamo wa mheshimiwa Huru, wenda hiyo ndio mtazamo, kwa sababu leo hii ukiniuliza bado naongojea siku hiyo nione maendeleo ifanyike. Lakini mpaka mtazamo wangu mpaka leo hii hakuna kitu katika kaunti hii. Uniambie, kwa sababu wewe ni mmoja wetu katika kaunti hii. Ni nini tunaweza kusema? Hivi wengine wanasema kwamba rais ni mtu ambaye ni mtu wa heshima, anafaa tulie na awache kuegemea upande wowote. Unahisi Rais Uhuru Kenyatta kuonekana kana kwamba anaegemea upande fulani au kuikosoa serikali, anafanya makosa au ni haki yake kidemokrasia? Mimi katika mtazamo wangu ni kwamba hiyo ni yake, kwa sababu yeye pia ni Mkenya na mmoja wa kama wa Kenya,
na ana haki zake kama Mkenya kutoa mtazamo wake kibinafsi, sio ya nchi, lakini mtu binafsi. So katika mtazamo wake hatuwezi kusema ni kwa amefanya makosa. Hakuna makosa. Ni kama mwingine, kama Mkenya yoyote ambaye anasema kwamba mambo haya hayajaenda vizuri hapa. So sijui ni kwa nini kwa nini wenzetu wameanza kutoba matope kwake. Kwa sababu hata siku ile alipokuwa kiongozi alikuwa anatupiwa matope na the same president today, Ruto. Alikuwa akiambia mambo mengi. Lakini alinyamaza kama kiongozi. Na alikuwa akiongoza akijua mimi ni kiongozi. Kwa nini leo hii akisema hivi inakuwa makosa? Na siku ile mheshimiwa Ruto alikuwa akimpika yeye. Alimpika kila mahali, hata kule Central kwao. Akafanya kama yeye ndio sijui nini. Mambo majina makubwa kama sijui Destiny, sijui Dynasty, sijui nini, a lot of things. Lakini Uhuru alijamaza tu kama kiongozi akijua kwamba Ruto akona na nafasi yake, wacha aseme. Na akafanya yake. Na hiyo ikamsaidia kuingiza uongozi. Kwa nini tunataka kutukana yeye? Kwa sababu alisema kwamba hujafanya. Hiyo ni kurekebisha wewe. Ni hasa wewe Ruto ungeona uone na ni kwa nini mwenzangu ameniambia hivi. Huenda kuna mali pengine lazima nirekebishe kwa sababu ungependa uongozi wako ende mbele. Sio ati kwamba watu mnaanza kutua matope. Hiyo ni kupotea njaa. Na rais anaonekana kwamba ataegemea upande wa Matiang'i katika uchaguzi mkuu ujao. Iwapo Matiang'i atawania kiti cha urais. Ni vyema kwa rais mstaafu kuegemea upande wowote kisiasa au angekaa kando na kimya? Mheshimiwa the former president mstaafu ni kwamba yeye mwana Jubilee. Na ikiwa Matiang'i ameingia kama uongozi kadua atakuwa presidential candidate wake ya lazima atasimamia atamsaidia yule ambaye anasimama kwa chama chake. Kwa sababu nani kwani hataki kuingia awe kwa chama ambaye anapata uongozi. So hiyo ndio mambo. Hata sisi kwa upande wetu hatuwezi kumlaumu yeye. Hakuna haki zake na anapambana kivyake. Tunaangalia tu nasema sawa, wacha wapambane mambo yao. Kama ni Matiang'i ajaribu bahati yake, kama ako na uwezo ya kuingia Kenya kuzima na kusell policy zake ya kuweza kuchakuliwa, atakuwa sawa. Ni kama Mkenya kama mtu mwingine yoyote. Okay, maneno yako ya mwisho? Mambo yako ya mwisho ni kwamba tunataka tu kuona kwamba tuweke amani katika nchi yetu. Japokuwa tunashindana kwa mambo ya siasa, lakini tusingatie tuweke amani kwa sababu hiyo ndio kitu muhimu sana. Ya pili ni kwamba tunapoketi bado tunamsaidia Ruto mpaka 2027. Ndio hii serikali tupate kuwa na serikali baada ya 2027. Kwa sababu hiyo ndio kitu. The perpetual government. So ile tunaingilia kila wakati, at least do good as serikali. Sio ati kwamba tufunje serikali hii na tuingie kupitia nyingine mambo ya sijui kubendua kufanya nini. Hapana. Tuko na wakati wa kutumia DP. Sasa hizi tumeingia kipindi kingine ya kusajili watu kwa mambo ya 2027. So sasa hizi tunahitaji vijana kote mali muliko. Mufate kateni kura. Ndio tukiingia 2027 tuwe ni watu ambao tuko tayari. Kama tunataka kubadilisha Kenya hii, tubadilishe kupitia mambo ya DP, sio ati mambo mengine yote. Okay. Mambo ya amnesty ni njia moja ya kulete maridhiano. Kwa sababu ukitumia njia ya maridhiano ndio tunaweza kulete amani ya kudumu. Mfano ni kwamba tulifanya katika kati ya West Pokot. Ndio West Pokot kupata amani mpaka leo hii. Tulitumia mambo ya maridhiano. Tukaambia tulikuwa na DC, alikuwa anaitwa Olung'ata. Na tukakaa chini na yeye
Siku hiyo tulikuwa na serikali ya kusikia. Serikali ya kusikia ni yule serikali anakaa chini na nyinyi, sio serikali ya kupika mdomo na ya media. Ile serikali ya kukaa chini na kutazama na kuwasikiza na mpate kutoa maoni. Siku hiyo tulikuwa tunakaa chini na hao na jeshi, tunakaa chini, wanasikia, tunawasikia na tunaamua kwamba amnesty ukitoa namna hii. Ndio kutoa bunduki. Ilikuja tulitoa bunduki bila hiari, bila kukuwa na yoyote, na wale wote ambao walitoa bunduki zao wakasamewa, na hiyo ndio ilikuwa maridhiano. Na ndiposa they were actually wangu wenzetu karibu wapate hiyo concept. Lakini unaona hiyo kusema ati baada ya hiyo tutatumia nguvu haiwezi kusaidia chochote. Mimi nikipenda tu kusema kwamba kama tungependa kulete maridhiano katika North Rift region, the Kerio Basin, iwe tutumie mambo ya maridhiano. Na tuambie kama wale wakora wote, ikiwa tunapatia hata mwaka moja, tufanye hiyo maridhiano iwe kila mara tunaweka mwaka moja, na tuonyeshe nia mzuri. Kwa sababu kule tuko na hapa karibu na wenzetu kutoka Uganda, Museveni alitumia maridhiano, akaeleza Wapokot wako Uganda kwamba ikiwa utaleta bunduki yako utajengewa nyumba, utapatiwa vifaa ya kulima, utapatiwa mbegu, utapatiwa hata mbuzi, una kitu inaitwa nads, unapatiwa mbuzi. And actually imelete manufaa zaidi kuliko zile kutumia bunduki. Haiwezi kusaidia hata useme helikopta ngapi. Kama sisi kama jamii ya Pokot tulikuwa na operation ngapi? Ilikuwa 22 tangu pate uhuru mpaka leo hii. Lakini hakuna suluhisho. Mpaka wakati tulipata mambo ya maridhiano ndio kupata suluhisho. Na leo hii Pokot amekiri kwamba kuna faida kuleta amani kuliko kutumia bunduki. Okay. Ungesema vipi wale ambao watarejesha hizo bunduki? Wafanyiwe nini? Kuna ile kurekebishwa. Unarekebisha mtu. Kwa sababu huyu mtu alikuwa ni mtu ameua, ni mtu ameiba, ni mtu so katika he has been unfit, yeye ni antisocial. So lazima atukuliwe through a process. Kama vile kwa mfano tulikuwa tumeleta hao wengine, we were taking them through counseling. Tulikuwa tunapeleka through ile counseling ya kupatia maarifa ya kubadilisha. Na pengine saa hizi tuko na TVET wengi, tuko hapa Kitalakapel tuko na TVET, create another department ya wale ambao wanatoka katika sehemu vitu kama hivyo. Wanaenda kufanya mambo ya agriculture, wanaweza fanya na wakienda through the process, ile process ya kubadilisha mtu. Na atakuwa watu wazuri. Sasa wenzetu ambao tulidili siku ile, saa hizi ni watu ambao ni wazuri. Wamefanya biashara, wengine ni wasasi, wameanza kukipwa kwa sababu huenda lawama tumelaumu vibaya. Lakini walikuwa na sababu siku hiyo. Lakini tukaeleza hakuna haja. Na siku hiyo bwana DCO William tulikuwa na yeye, alikuwa ni mtu akipata kitu atawaita kama watu amani. Jamini kujeti tusemezane pamoja. Tufanye nini hapa? Atukatoa watu mtoni katika msituni kutoka Kapole. Watu walikuwa wamekaa ndani kama wakora. Lakini tukatoa bila kutumia bunduki. Hakuna risasi ilipikwa mpaka tukatoa kila mtu na akatoa bunduki zao. Okay.